Safi kabisa. Ujambo mtazamaji, katika weekend siku ya Jumamosi tunakaribisha katika kipindi ukipendacho, kipindi Mwenke wa Jamii ndani ya Pepeta TV siku ya Jumamosi. Basi tunapoendelea na weekend bado tunaendelea na kuangazia jamii. Kumbuka lengo kuu ni kuangazia jamii. Na hivyo basi tunathamini sana wote ambao wanaandamana nasi hasa katika mtandao wetu wa kijamii, katika Facebook, katika YouTube na katika TikTok tuko live, na hata Signet tunaendelea kuandamana nawe, na asante sana, tunakukaribisha. Na hasa leo tukizungumzia kuhusu jukumu la jamii katika kudumisha usawa wa jinsia. Kumbuka sasa kumekuwa na kampeni kubwa, na wiki iliyopita Jumamosi tulizungumzia kuhusu hasa sauti ya mtoto wa kiume. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu sauti ya mtoto wa kiume ambayo inakani kama inasaulika katika jamii. Lakini sasa tulikuwa tunaitoa nje kusikia mtoto wa kiume anasemaje. Mtoto wa kiume anasemaje? Kwa sasa leo tunaangalia sasa jamii kwa ujumla. Jamii ina jukumu gani katika kudumisha usawa wa jinsia kati ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike? Kumbuka si vibaya kuendelea kutetea haki za mtoto wa kike. Sauti yake imesikika duniani kote. Hivyo basi hiyo inamaanisha kusahau sauti ya mtoto wa kiume? Haimaanishi hivyo. Na hivyo basi leo ndipo tunazungumzia kuhusu hasa jinsi jukumu la jamii katika kudumisha usawa wa jinsia. Na basi leo tumo ndani ya studio. Tuna mgeni ambaye ametutembelea na tunamkaribisha ndani ya studio. Si mwingine, anafahamika kama Daniel Odhiambo. Amo ndani ya studio, ambaye atajitambulisha kwa watazamaji wa kipindi cha Mwenke wa Jamii. Karibu sana. Asante sana James, kwa fursa hii. Niko na furaha sana kukuja hapa tena ili ya kwamba tuendelee kuangamizia hapa kuangazia watazamaji wetu na wananchi kwa ujumla kuhusu mambo kama haya ambayo kwa hakika yako katika jamii. Kwa majina naitwa Daniel Odhiambo. Daniel Odhiambo ni an author na also motivation speaker, na vitu kama hivi hasa navipendelea sana. Napenda sana kuongea kuhusu masuala ambayo kwa hakika yanahusiana na jamii, masuala ambayo kwa yanahusiana na mambo ya nafasi ya mwanamke, nafasi ya mwanaume katika jamii na mambo kama haya kwa ujumla. Kwa hivyo nimefurahi sana kukuja hapa leo hii tena. Safi. Kipindi ni Mwenke wa Jamii. Kama unajiunga nasi na labda ni kwa mara ya kwanza, unaingia katika runinga ya Pepeta TV. Kipindi unachotazama ni Mwenke wa Jamii. Na basi leo tukizungumzia kuhusu jukumu la jamii katika kudumisha usawa katika jamii, hasa katika jinsia ya mwanaume na mwanamke. Kwa mfano, tukianza na jambo moja tu rahisi. Ni vibaya kuinua sauti ya mtoto wa kike? Ni vibaya? Si vibaya saa, ni vizuri sana. Wajua ya kwamba sauti ya mtoto wa kike ilisaulika enzi hizo. Lakini anafikiria kwamba jamii ikaona ya kwamba ni vizuri sana sauti ya mwanamke au sauti ya msichana pia isikike. Ndio kwa maana tukaangazia sana sauti ya wasichana au sauti ya wasichana. Na kwa hivyo utapata ya kwamba tuliwaweka mpaka utapata ya kwamba mwanaume ni kana kwamba tukamsahau kiasi, kwa sababu utapata ya kwamba sasa sauti ya mwanamke ama sauti ya msichana wa kike iko juu zaidi na ya mvulana inaenda chini. Safi. Ndio tunataka, kabla tujaingia ndani kabisa. Ndio. Je, kuna manufaa yoyote? Kuna swali niliuliza mwingine. Kuna manufaa yoyote ambayo ya moja kwa moja ama yasiyokuwa ya moja kwa moja, pande zote mbili, ambayo imepatikana katika jamii kwa ujumla kwa sababu ya kumuimarisha na kumpa usemi mtoto wa kike katika jamii? Unauliza kama kuna manufaa yote ama ni kazi ya bure? No. James, ni kweli ya kwamba jinsi hasa tuliwapatia wasichana sauti, tumekuwa na manufaa.
Unajua ya kwamba hapo awali nakumbuka wakati ule mama yangu alikuwa ananiambia ya kwamba mimi sikuenda shule kwa sababu, yani yeye sasa hakwenda shule kwa sababu katika enzi hizo zao mwanamke au msichana hakustahili, haikuwa inastahili ya kwamba aende masomo ama aende katika shule. So akijua kusoma na kuandika, hiyo ilikuwa mwisho. Sasa alisema ya kwamba katika enzi hii nataka ya kwamba watoto wangu waende shule. So wapata ya kwamba katika enzi hizo wapata ya kwamba tumepatia sauti watoto wetu wa kike, na kwa sababu hiyo utapata ya kwamba wameenda mashule, wameenda vyuo, wameenda colleges na wako na mashahada na madegrees kubwa. Kwa sababu hiyo utapata ya kwamba wakati kama huu wako na nafasi katika jamii, katika tuseme ya kwamba katika nyanja mbalimbali za kiuchumi. Kwa mfano katika familia tukilinganisha na zamani, yes. Katika familia kuna manufaa gani kwa mtoto wa kike kuwa ameimarishwa katika familia kwa jumla? Tukianza na familia na tuje katika sasa jamii kwa ujumla, tukienda specifically Unajua kwamba mtoto wa kike tukipata ya kwamba akipatiwa sauti, utapata ya kwamba kuna manufaa chungu nzima. Kwa sababu mtoto wa kike akipatiwa sauti, utapata ya kwamba yeye akona sijui jinsi waliumbwa. Utapata ya kwamba atakumbuka mzazi, atakumbuka mamake na babake. Wasema kwamba hata ijapo sasa nimeolewa mahali, kwa mfano, atasema ya kwamba hey, mamangu na babangu ni lazima nifanye nini? Nihakikisha kwamba wako sawa. Kwa hivyo utapata ya kwamba watakumbuka wako na hiyo wako na hiyo moyo, huwa wanakumbuka wazazi. Sisemi ya kwamba mtoto wa kike akumbuki, lakini utapata ya kwamba tukiangazia vizuri sana, utapata ya kwamba watoto wa kike wako na mitazamo ambayo kwa hakika saa yanasaidia sana wazazi. So ikiwa wameimarishwa vizuri, wameenda shule, utatia sauti, utapata ya kwamba hata kwa familia utapata ya kwamba itakuwa na manufaa. Wameboresha hali ya kifamilia vizuri sana, hiyo ni kiuchumi, hiyo ni kimaadili, ikiwa ni katika hasa hali ya kiafya, hali zote ni kweli kabisa. Safi kabisa. Sasa ndio sasa tunaanza kuingia katika sehemu sasa swala ya jamii. Jamii hasa ina jukumu gani katika kudumisha usawa wa jinsia? Kwa mfano sasa tunawezaje hasa kuimarisha sauti ya mtoto wa kiume sasa tukiwa waangalifu sana ili tusilete ushindani wa kijinsia? Pale sasa jamii inafanya nini ili sasa tumkumbuke mtoto wa kiume, hili hasa tulete usawa wa jinsia, lakini si ushindani wa kijamii, kwa sababu kwa njia fulani inaonekana kuna jambo fulani lisaulika. Tumekutana na baadhi ya watoto wa kike wakifikia mafanikio, wameanza kuhisi ni kama wanashindana na mwanaume, ikimaanisha kuna jambo fulani limesaulika ama halikufanywa kutoka mwanzo. Wale walioanzisha kampeni hii walikuwa na nia nzuri, lakini kwa sababu ya hali ya kutokamilika kwa mwanadamu, kuna jambo lazima lilisaulika. Sasa ni nini hii jamii inaweza fanya sasa ili kuhakikisha sasa mtoto wa kiume anaweza sikizwa, pia anaweza kuingizwa katika hali ya kuinuliwa, lakini sasa ule ushindani wa jinsia haupo? Swali nzuri sana ndugu James. Ni kweli sana ya kwamba wenye walileta jambo hili walikuwa na nia nzuri sana, kwa sababu msichana au mtoto wa kike alikuwa huko chini na mtoto wa kiume alikuwa ameinuliwa sana. Kwa hivyo tunapata ya kwamba wamefanya kampeni nzuri sana. Mpaka saa hizi tunapata ya kwamba wacha hata nikuwaambie, kwa wanafunzi ambao kwa hiyo utafuzu katika kwenda chuo kikuu, we have around 270,000 wapata ya kwamba 50.46% 50.46% are ladies among the 270,000. Hivi ni kumaanisha ya kwamba tumewainua vizuri sana, na tayari yani mvulana ameanza kufanya nini? Ameanza kwenda chini. Exactly. Sasa ni swala ambalo kwa akili nataka ya kwamba tuangazie ama tuangalie kwa makini sana. Tukiendelea tu pia wacha nipate mfano mwingine. Nilikuwa katika chuo fulani na walikuwa wanafanya sherehe kwa wanafunzi na
walimu wahadhiri ambao walifanya vizuri sana. Sasa nikaona ya kwamba siwezi kuongea kuhusu wahadhiri, lakini wacha niongee kuhusu sasa wanafunzi. Niliona ya kwamba kulikuwa na nambari 1 mpaka 10 wenye walipatiwa vieti ya kwamba walifanya vizuri, wote walikuwa ni wasichana. Nambari 1 mpaka 10. Sasa jinsi nilikuwa nimekaa chini nikaanza kujiuliza ya kwamba sasa tunaelekea wapi? Where is the boy child? Yaani wavulana wako wapi? Unaona? Ni swali ambalo kwa hakika liko na utata pale. Sasa kile ambacho kwa nataka kusema pale ni ya kwamba nia ilikuwa ni nzuri, lakini tayari sasa anaona ya kwamba inastahili ya kwamba tuangazie wavulana au watoto wetu wa kiume, kwa sababu ikiendelea namna hivi watazidi wao kwenda chini. Sasa jambo la kwanza ambalo kwa tunataka kufanya ama inastahili tufanye ni ya kwamba tuhamasishe jamii. Jinsi tulihamasisha jamii wakati ule, tulikuwa nataka ya kwamba sauti ya wasichana wa kike pia isikike. Jinsi hivyo ndio tuendelee pia tuangazie, tuwahamasishe, iwe kanisani, iwe katika mabaraza pale, iwe katika shule. Inastahili ya kwamba tuwahamasishe the society. Kwa mfano katika malezi, unafikiri kwamba sisi tukiwa kina baba, unafikiri sisi tuna form society, sasa unafikiri malezi yale pale yaliyo katika nyumbani, unafikiri tunafanya yale yanayostahili hasa kutayarisha mtoto wa kiume na mtoto wa kike wanapokuwa, kwa sababu mafunzo huanza nyumbani. Nafikiri wazazi wanafanya kinachostahili hasa inapolenga elimu ya nyumbani, ikimlenga mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Naona ya kwamba wazazi wetu kwa enzi hizi, nimeangalia kwa makini sana, naona ya kwamba hatufanyi vizuri katika jambo hili, kwa sababu tunaona ya kwamba kama niko na mtoto au msichana wangu, naona ya kwamba na niko na mvulana, naona ya kwamba nitaangalia msichana kushinda mvulana. Niliona katika wakati ule nilikuwa nafundisha katika shule ya upili enzi hizo, nilikuwa naona ya kwamba kuna mvulana na msichana. Sasa mvulana unasema kwamba wewe enda katika hii shule ya mseto, that's the day school. Msichana enda boarding school. Wala sasa msichana unapata kwamba anapatiwa all that is required. Anapatiwa kila kitu. Lakini mvulana anatembea akienda shule, anatembea akirudi, saa nyingine hana hata chakula. Ona sasa vitu kama hivyo. Sasa naona ya kwamba katika kifamilia wazazi wengi sana naona ya kwamba waangalii mtoto mvulana kwa njia nzuri. So kwa hivyo inatakia kwamba tubadilishe, ama si ya kwamba kubadilisha, lakini tusawazishe, ili ya kwamba jinsi unafanyia msichana wako ndio unafanyia mvulana wako, msichana mvulana, ili ya kwamba tuwe na nini, na some kind of balance. Safi kabisa. Mpenzi mtazamaji, kumbuka usisahau tumo ndani ya Pepeta TV, kipindi ni Mwenke wa Jamii, na kama unajiunga nasi katika upande wa Facebook, YouTube, TikTok, tafadhali fanya hivyo pia. Furahia sana utakapojiunga nasi na kutoa comment yako, like yako pale. Tutakuwa pamoja kabisa. Na basi tunazungumzia kuhusu jinsi jukumu la jamii hasa katika kuleta usawa katika jinsia kati ya mwanaume na mwanamke, tukijua kwamba jitihada nyingi sana zimefanywa kuhusu mtoto wa kike. Basi je, hivyo ndivyo ilivyo kwa mtoto wa kiume? Ndilo jambo tunazungumzia papa hapa ndani ya studio. Na basi tukiangazia, kuna baadhi ya hisia za mtoto wa kiume. Kwa mfano wengine wamekuwa wanikiona kwamba ukimya na ujeuri ni kama itaonyesha bado wao ni wanaume. Unafikiri ni nini kinachangia mtoto wa kiume kufikia kiwango hicho? Ukimya na ujeuri. Yes. Ile hali ambayo kwa hakika anaona ya kwamba hata kama anashuhudia ka kitu lazima akimya, ama unasema nini? Hataki kusema shida zake. Hataki kuongea shida zake. Hataki kuambia yote. Hapo ndio kuna swala kubwa sana, na wacha nikwambie James. Kwa sababu utapata ya kwamba unajua jamii inaona mwanaume
ikiwa wewe ni mwanaume inastahili ya kwamba ufanye nini? Usionyeshe ya kwamba kuna kitu ambacho kwa kinaenda kibaya. Kuna udhaifu fulani. Hapana. Hiyo inamaanisha kwamba wewe si mwanaume ambaye kwa hakika amekabilika. Sasa hiyo ni jamii ili tu model ili tufinyanga. Sisi kama wanaume hata kama kitu nani na nyamaza. Sasa shida niko hapo. Kwa hivyo utapata ya kwamba sasa hii imeleta shida kubwa sana, kwa sababu utapata ya kwamba kuna vijana wetu watakuwa hapo, watakuwa na shida, hata kwa nyumba yako. Utakuwa nyumba. Na unajua kijana ako hapo. Unaona tu ya kwamba akona uoni kama ako sawa, ukiangalia mood zake. Asemi chochote. Ukimuuliza ya kwamba ati kuna shida gani? Wewe hakuna shida. Na hakuna shida, na naona kama kuna shida. Hawataki kusema. Kwa sababu wakisema wanaona kwamba hiyo ni udhaifu fulani. Kwa hivyo ni jamii imefinyanga mvulana ama mtoto wa kiume katika hali hiyo. Lakini unapata kwamba hii kuna hatari fulani. Kwa sababu nayo kwamba anaweza endelea namna hivyo mpaka afikie wakati ambao kwa hakika afikie depression, na hii inaweza leta shida sana. So sisi kama wazazi inatakana kwamba tuangalie watoto wetu, ikiwa wamekimya na unaona ya kwamba wewe ni baba ama wewe ni mama fale, na kuna ya kwamba hii dalili inazidi, inafaa ya kwamba uangalie ni nini hasa inaweza fanyika ili ya kwamba mtoto kama huyu asaidike. Na hapo ndio kunaingia sasa, kuna wazazi ndio, lakini pia kuna elimu ambayo inaandaliwa na hasa serikali, inasimamiwa na serikali, mifumo ambayo inafanyiwa utafiti kupitia usimamizi wa serikali ambazo tuko nazo. Na ninajua umekuwa mwalimu kwa nyanja mbalimbali ndio ambazo hatutaki kutaja zote, lakini ukiangalia mfumo wetu wa kielimu kufikia sasa, je, unakita mahitaji ya mtoto wa kiume wa kisasa na mtoto wa kike wa kisasa, kuhakikisha kwamba wanatambua jinsi ya kutumia uwezo ambao wanapewa bila kuleta ushindani katika jamii ambao utamomonyoa majukumu ya mwanaume na kumomonyoa pia majukumu ya mwanamke? Ni kweli sana. Unapata kwamba elimu ya kisasa siwezi sema ya kwamba ati kuna udhaifu fulani. Elimu ya kisasa ni elimu nzuri zaidi. Shida inatokea tu ya kwamba utapata ya kwamba katika shule za mseto, kwa mfano the mixed school, utapata kwamba mwanaume atainuliwa. Si kwa sababu ya nini, ni kwa sababu ya the performance jinsi wanafanya kwa darasa. Utapata kwamba kwa njia mingi sana utapata kwamba wanaume wengi au mtoto wa kiume wanafanya vizuri sana katika shule za mseto. So katika kama hali kama hiyo utapata kwamba walimu, the society, walimu watawainua, si ndio? Watakasahau wasichana. Lakini utapata kwamba katika nyanja mbalimbali utapata ya kwamba ukiendea katika shule ya upili ya wasichana na shule ya upili ya wavulana, utapata ya kwamba sasa hapo kuna usawa. So naweza sema ya kwamba elimu ambayo kwa hakika tuko nayo saa hizi ni elimu nzuri, na hakuna wakati ambao kwa hakika utapata ya kwamba ati msichana amvulana ati hapana. Utapata ya kwamba wamepatiwa fursa nzuri. Ni zaidi kwamba ni kweli vile unavitaja, lakini kuhusu kumtayarisha kisaikolojia mtoto wa kike, hasa kuelewa kwa sababu ameletwa sasa katika kumbuka kuna majukumu ambayo kiasili mwanamke ni yake na kuna majukumu ambayo kiasili ni ya mwanaume. Yeah, ni kweli. Hata tufanye nini inapaswa kuwa hivyo. Ni kweli kabisa. Na ikikosa kwenda hivyo, huenda hakutakuwa na jamii. Itakuwa imechanganyikiwa. Na tutakuwa ni kama shamba la wanyama. Kabisa. Sasa ukiingia hapa elimu, hasa elimu yetu, je, imetilia maanani kwamba sasa tunashughulika na mwanamke tofauti na tunashughulika na mwanamke tofauti, lakini bado kiasili ana majukumu fulani. Je, imetilia maanani jambo hilo? Jambo kama hili haijatilia maanani vile. Katika elimu yetu ya kisasa haijatilia maanani vile, kwa sababu unapata ya kwamba katika shule ama katika vyuo kile ambacho kwa hakika inatakikana ama kile ambacho kwa hakika walimu wanaangazia sana ni jinsi watafanya pengine katika mitihani. So kwa hiyo utapata ya kwamba like 99% of the time utapata kwamba walimu wanajitayarisha wanafunzi. Kwa hivyo utapata kwamba hawana hiyo
wakati wa kuwatayarisha kuhusu haya majukumu. Kwa hivyo utapata kwamba katika vyuo ndio kwa maana tunakuwa na counselors ama the standard of students ambao kwa hakika huwa wanasaidia katika hali hii. Lakini unapata kwamba wanafunzi ni wengi zaidi, wanakuwa maelfu, na utapata kwamba the counselor ama dean of students inakuwa ni mmoja tu. So kwa hivyo utapata kwamba jambo kama hili sioni kama imeangaziwa vizuri. Naona kama kuna utata hapo. Safi kabisa. Kumbuka mpenzi mtazamaji, bado tumo ndani ya Pepeta TV, kipindi ni Mwenge wa Jamii, na sasa tunaangazia jamii. Kama vile tulitaja kwamba maana ya mwenge unabeba mwangaza na mwangaza unaangaza. Na sasa tunaangazia jamii katika hali mbalimbali. Na kwa sasa tungependa kuchukua dakika moja kwenda pumziko, lakini tutarejea katika kipindi cha Lala Salama, ambapo sasa tutafika mwisho mwa kipindi, lakini kwa sasa twende pumziko kidogo. In a world where safety is no longer optional, one name stands out for dependable protection: Chamgard Security Company. Our comprehensive services include guard services, dog patrol units, private investigations, intruder alarm security control systems, protocol and security services, event security management, CCTV camera installation, remote controlled gate installation, electric fence installation, razor wire setup, and close protection services. Chamgard Security Company. Reliable security. Trust the experts. Call us today and let us secure what matters most. Je, una biashara na unahitaji kufanyiwa matangazo? Biashara kama shule, duka la kielektroniki, hoteli, mashamba ya kuuza, duka la nguo, hardware, mashamba ya kuuza, hospitali na biashara zinginezo. Tupigie simu kwa nambari 0729109092. Pepeta TV is looking for marketers to join our dynamic team. Are you confident, persuasive, and passionate about marketing? This is your chance to take initiative. Put your skills to work and be part of our team. Send your CV to pepetatv1@gmail.com. For inquiries, call 0729109092. Pepeta TV, tunakupa unachopenda. Pepeta TV. We are hiring TV presenters and marketing specialists. To join our team, send your CV at pepetatv1@gmail.com. For more information, call or SMS 0729109092. You have passion for storytelling, creativity, and visual excellence? We are expanding our creative team. Pepeta TV is now hiring show producers, graphic designers, camera operators, if you have the skills, vision, and passion to bring ideas to life, this is your moment to shine.
Send your portfolio and resume to pepetatv1@gmail.com or call or SMS 0729. Safi, karibu tena mpenzi mtazamaji katika kipindi ukipendacho Mwenge wa Jamii, hasa katika kipindi sasa cha Lala Salama, ambapo tunaendeleza hasa kumalizia hasa mazungumzo ama mada inayozungumzia kuhusu jinsi jamii inaweza kudumisha usawa wa jinsia, huku ikiinua mtoto wa kike pia mtoto wa kiume asisaulike. Na basi tunaendelea ndani ya studio ni Daniel Odhiambo. Karibu sana. Sasa tunadhamini sana, lakini tunataka kuangalia kuna dhana potofu ambazo ni za kijamii na za jadi, mila na desturi. Tungependa mtoto wa kiume sauti yake sikike, lakini tukikosa kupiga msasa vizuri mtoto wa kiume, tutamuimarisha na bado hata kuwa ameondoa zile dhana na desturi za kikabila, kidesturi za kinyumbani ambazo huenda ndizo zilikuwa zinaumiza mtoto wa kike. Ndio nafikiri jitihada iliwekwa mingi sana mpaka watu wakajisahau kabisa. Sasa jamii inaweza kufanya nini inapomuimarisha mtoto wa kiume isiendeleze dhana na desturi za kijamii ambazo ni za jadi, hasa katika jamii yetu ya Afrika? Swali nzuri sana James. Wapata ya kwamba katika enzi hizi ni enzi ambazo kwa hakika kila mtu ameenda shule. Tunapata ya kwamba kila mtu amehamasishwa kuhusu ubora wa kwenda shule. Kwa sababu hiyo utapata ya kwamba ni vizuri sana hasa tukiangazia kuinua mwanaume au mtoto wa kiume. Tusisahau mtoto wa kike. Sababu ni gani? Sababu ambalo kwa hakika ni muhimu zaidi ni ya kwamba ni lazima tujue ya kwamba watoto wote wako sawa. Hilo ni jambo ambalo kwa ni muhimu zaidi. Watoto wote wako sawa kwa sababu ni watoto wetu, ama kama kuna watoto wawili, mchana na wa kiume na wa kike, watoto wote ni wangu. Na katika mitazamo ambayo kwa hakika inataka kwamba tuchukue ya kijamii, ni lazima tuangazie ya kwamba watoto wote ni sawa. Kwa hivyo wakati ule ambao kwa hiyo tunajaribu kuinua ya kiume, tusisahau wa kike. Yaani asinue, nimekushika point yako. Tusinue kitambo mtoto wa ukiwa na hata nakumbuka katika jamii hata kuna wanawake wangefukuzwa kwa sababu ya kuzaa wasichana tupu. Ni kweli. Unafukuzwa, unapoteza. Hata katika hizi wapata ya kwamba umezaa watoto wa kike watatu wanne hapo, hata your husband atakuwa kwamba sasa huyu ni nini, ataleta mwingine. Wana vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo kwa hakika ni dhana ambazo kwa hakika zimepitwa na wakati. Na inafaa tuangazie sisi ni watu wa kisasa. Safi kabisa. Kwa hiyo ni lazima tutazame. Yaani lazima tufanye nini? Tutazame na tuweke usawa katika mambo kama haya. Kuna dhana mingi kama hizo. Mtoto wa kike anatakikana hawe amepata watoto wa kiume. Kama umezaa watoto wa kike peke yake, uko na shida pale. Kuna wengine wanasema kwamba mtoto wa kiume hapaswi kukanyanga jikoni. Sijui. Hilo ni shida kubwa sana. Hilo ni shida kubwa sana. Vitu kama hivyo. Vitu kama hizo. Mtoto wa kike kazi yake ni jikoni. Masuala kama hayo. Naona ya kwamba hebu niongee hapo kidogo tu, nikuangazie kidogo hapo tu. Waona ya kwamba wazazi wa siku hizi, wale ambao kwa hakika pengine wamebarikiwa kwa njia moja au nyingine. Waona ya kwamba kuna shida. Waona ya kwamba mimi nilikuwa mtoto wa kiume. Tulikuwa na wasichana 5 na mimi ndio mvulana peke yangu. Lakini mamangu aliniambia kwamba wewe kile ambacho kwa hakika watoto wa kike wanafanya ni lazima pia ufanye. Kama ni kwenda mtoni na kuleta maji, ukibeba kwa nini ni lazima ufanye hivyo. Kama ni kwenda kutafuta kuni ni hivyo hivyo. Kwa hivyo utapata kwamba sisi tulinamna hivyo. Lakini enzi hizi upata kwamba kuna shida. Kwa sababu tulikuwa kwamba watoto wa kike wana mambo ya jikoni. Watoto wa kiume hapo wanakanyaga pale. Nimekuwa tofauti zaidi kwa sababu utapata kwamba kuna wazazi wengine ambao kwa wanaamini ya kwamba the house managers wanafanya kila kitu. Kwa hiyo unapata kwamba msichana ako hapo amefika class 8, amefika grade 10, amefika form 4, akatika college ama chuo na ajui hata kufua nguo. Ajui hata kupika. Safi.
shida pale. Yeah. Inastahili ya kwamba hata jinsi ambao kwa kweli tunawapenda pia wajue majukumu yao. Ni muhimu zaidi. Safi kabisa. Mpenzi mtazamaji, hatusemi kwamba mwanamke asiwe jikoni. Lakini kuinua mtoto wa kiume, tusijaribu kuonyesha sasa tukiwa na ile hali ya akili ama mindset ya zamani. Hilo jambo tungependa. Ile mindset ya zamani, hali ya akili ya kwamba kazi fulani lazima tuifanywe na mwanamke, kazi fulani lazima tuifanywe na mwanaume, la sivyo. Sasa kuna baadhi ya watoto ambao tumekutana nao hasa wa kiume, wamelelewa katika hali ngumu, maisha magumu, na wamelelewa na hata wazazi ambao labda baba ni mgumu. Yani wao wamelelewa kuambiwa ngumu ni ngumu. Kama ni ngumu ni ngumu. Na basi wanakuwa wagumu hata katika jamii. Sasa jamii inaweza kuwachukuliaje watoto wa kiume kama wale, hili tusirudi katika ile hali ya kukandamiza wanawake ambao sasa angalau inaendelea kumamonyoka. Watoto wale ambao kwa hakika wanatoka katika jamii kama hizo, kila ambacho kwa hakika mimi katika fikira zangu, kila ambacho kwa hakika najua ni ya kwamba hata kama umelelewa katika ugumu gani, lakini kuna kitu ambacho kwa hakika inaitwanga elimu. Elimu itakuhamasisha, itakufanya uwatie kwamba jinsi ambalo kwa hakika nilikuwa hapo zamani, kama si hii elimu ningekuwa kitu kingine. Kwa sababu kile ambacho kwa hakika ni muhimu ni ya kwamba tuangazie elimu zaidi. Alafu kile ambacho kwa hakika tena ni muhimu ni ya kwamba bado ninazungumzia kuhusu jambo hili, uhamasishaji. Ni muhimu zaidi. Wakiwa tukifanya namna hivyo, sidhani kama kutakuwa, hata kama watakuwa wagumu, lakini si jinsi ambavyo kwa hakika ilikuwa pale zamani. Safi kabisa. Safi. So tungependa kuangalia wale ambao wanajiunga nasi katika upande wa mtandao wetu wa kijamii. Inasema Maina Goyo anasema the problem with the boy child is not the girl child, because the elite men in our society are the ones glorifying the girl child and leaving the boy child voiceless. Our parliament is full of men who make laws to favor the girl child. Sijui unasemaje kuhusu? Nafikiri kwamba tuliangazia jambo hilo ni ya kwamba tukasema ya kwamba unajua sisi ni wanaume na sisi tuna glorify the girl child. Na jambo hilo lilikuwa nimeangazia kidogo. Ni kweli jinsi ambao kwa mtazamaji anasema ni kweli, na ndio kwa maana tunataka kwamba tuangazie jambo hili ndio kwa maana tuko na kipindi kama hiki. Ili ya kwamba watu wahamasishwe. Kwa sababu unapata kwamba you are the people glorifying the girl, lakini tumesema ya kwamba tusiglorify, lakini tuwe tuna usawa. Hiyo ndio muhimu. Safi. So nasikia mwelekezi wangu ananiambia muda umeyoma. Sasa tunahitaji kuondoka studioni, na basi kina Omar Sporty, asante sana kujiunga nasi. Mariel James Shedrack, thank you very much, asante sana kujiunga nasi. Chacha Tobias, asante sana, na wengine wengi. Vital Massa, asante sana kabisa, asante kujiunga nasi. Na basi tunafika mwisho wa kipindi hiki. Na basi tunadhamini sana kwa wote ambao wamejiunga nasi. Tuendeleze mjadala katika mtandao wetu wa kijamii. Dakika sekunde 30 kuweza kuaga watazamaji. Unasemaje? Nimesema kwamba nimewashukuru sana. Kile ambacho kwa naweza waambia ni ya kwamba tukifanya nini, tukiwa tunaelea watoto wetu, tuwe na usawa, wanaume na wasichana, usawa. Safi, ni muhimu zaidi. Asante sana. Ni Daniel Odhiambo ndani ya studio zetu, na basi tunatoa shukrani nyingi kwa mwelekezi na msimamizi wa kipindi hiki Manuel Maro. Asante sana kwa kazi safi, na basi tunafika mwisho kipindi Mwenke wa Jamii. Kutoka kwangu mimi JW, tunasema weekend jema. Asante sana na ubarikiwe, baraka tele. Nimeshukuru sana. Asante kufika. Asante. Safi kabisa. Thank you.